Zaidi ya watu 1000 wamefariki dunia kufuatia wiki kadhaa za mvua kubwa zilizosababisha mafuriko katika mataifa matatu ya kusini mwa Afrika, ikiwemo Afrika Kusini, Msumbiji na Zimbabwe. Tukio hili limeathiri wananchi wengi, huku baadhi wakikumbwa na upotevu wa mali na miundombinu muhimu. Ripoti zinaonyesha kuwa ndege za kijeshi zimeripotiwa kuokoa watu waliokuwa wamekwama kwenye paa za nyumba, huku mamia wengine wakipatiwa msaada wa dharura. Kituo cha Taifa cha Kusimamia Maafa cha Afrika Kusini kimetangaza janga la kitaifa kutokana na mvua kubwa na mafuriko yanayoendelea kuathiri maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Pia nchini Msumbiji, takwimu zilizotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na Taasisi ya Kitaifa ya Usimamizi wa Maafa na Kupunguza Hatari imeonyesha kuwa watu 103 wamefariki, huku zaidi ya 200,000 wakiathirika kutokana na mvua zisizo za kawaida, hali iliyosababisha vikwazo katika usafirishaji, maji safi na huduma za afya katika maeneo mengi. Kwa upande wa Zimbabwe, idara ya ulinzi wa raia imeripoti vifo vya watu 70, huku nyumba zaidi ya 1000 zikibomolewa, pia shule, barabara na madaraja yakiharibiwa kutokana na mafuriko. Hali hii imesababisha watu wengi kuachwa bila makazi na huduma muhimu. Kutokana na hali hiyo, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amefuta ziara yake ya kuelekea Davos kuhudhuria kongamano la kiuchumi la dunia nchini Uswisi kutokana na mafuriko yaliyoathiri wananchi wake. Kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, takriban watu zaidi ya 400,000 wameathirika na mvua hizi, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kutokana na mvua zinazoendelea. Mashirika ya dharura na serikali za mitaa zinaendelea kutoa msaada, huku wakijitahidi kupunguza madhara kwa wananchi waliokumbwa na mafuriko. Maria Okotia, Kasra Kikeke, Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.